Mwenzetu mmoja hapa anauliza, anasema kwamba yeye nafikiri ni mwanamke itakapokuwa, anasema je, inafaa kumtolea zakatul fitri baba, mama na ndugu zangu, ilhali yupo ndugu yangu wa kiume ambaye ana uwezo kufanya hivyo? Je, mimi mwanamke inafaa kufanya hivyo? Bismillahir Rahmanir Rahim. Aljawab, qabla dhalika kullihi alaina ma'rifatu hukmi zakatil fitri. Kabla ya yote, kwanza tufahamu hukmu ya zakatu alfitri. Ina hukmu gani katika sheria ya Kiislamu? Je, zakatu alfitri hii ni fardhi ya lazima, ni wajib, au ni sunna iliyohimizwa katika sheria? Maulama wana kauli mbili, imma kauli ya kuwa ni wajib na imma kauli ya kuwa ni sunna iliyohimizwa, iliyosisitizwa. Na maulama wengi wamechukua kauli ya kwamba hiyo ni sunna muakkada, maana haifai mtu kuiwacha ikiwa anaweza kutekeleza sunna hiyo. Lakini pia ikiwa mtu hakupata uwezo huo, basi halazimiki kujilazimisha kufanya lile ambalo atakuwa hana uwezo nalo. Na kufahamu hukumu hii kunamsaidia Muislamu au muumini kuweza kufahamu nini afanye. Baadhi ya wakati kwamba inafikia mtu anajihisi kuwa kama hakutoa zakatul fitri ataingia katika dhambi na somo yake haitokubalika moja kwa moja, na yeye hana uwezo wa kumiliki zakatul fitri. Baadhi yao inafikia sasa anaona bora auze hata vifaa vya ndani vya lazima. Anauza pengine chombo cha kutumia ndani cha dharura, anakiuza apate pesa ili akatoe zakatul fitri. Hii si katika taratibu sahihi wala si jambo sahihi. Na baadhi yao fikia kwamba anaona bora sasa an yatasawwala an-nasa, an yas'ala an-nasa shay'an idha a'tawhu yu'ti ghayrahu, wa hadha ghayru sahihin. Aywa, baadhi ya watu pia wanatumia njia nyingine, kwa kuwa anahisi kuwa hamiliki cha kutoa zakatul fitri, basi anaona bora atafute kwa njia ya kuomba kwa watu. Manake yeye anaomba ili akipewa naye akatoe. Huwa si taratibu sahihi. Imetakiwa kwamba jambo hili alifanye mtu kwa kadri ambavyo yeye ana uwezo nao. Sasa hukumu ni kwamba kauli ya maulama wengi, ndio jumhuri ya maulama, kwamba zakatul fitri ni sunna muakkada, imetiliwa mkazo, imehimizwa, imesisitizwa, imegogotezwa, muhimu kwamba ni sunna inayolazimika kwa asilimia kubwa zaidi kwa kila ambaye atakuwa anaweza. Sasa hapa ikiwa inalazimika, ni kwa nani? Ni wajibu, zaka hii ni wajibu kutolewa na mtu ambaye anamiliki uwezo huo wa kutoa, lakini kwamba anawatolea wale ambao wako chini yake katika malezi. Kwa maana baba wa familia au yule mkuu wa familia ambaye yeye ndiye ambaye anawalisha watu fulani, au wale ambao yeye ambaye kwamba huduma za wengine ziko juu yake yeye katika kuwasimamia. Mfano, baba ana wanae, au baba ana katika familia ambaye pia ni kaka, ana ndugu zake wanamtegemea pale ndani wakati ule, kwamba mahitaji yao yote yako chini ya usimamizi wake. Bila yeye kuwajaliwa kuwapatia matumizi yao hawa, basi hapati pengine popote isipokuwa kwa huyu tegemeo lao. Kwa kuwa yeye ndio tegemezi katika familia, tegemeo katika familia, basi yeye ndio anawajibikiwa kuwatolea wale ambao anawasimamia. Ama kuhusu mwanamke, almar'a, mwanamke imma atakuwa ni mke wa mtu, maki yuko chini ya mumewe wakati ule, na imma atakuwa yeye yuko peke yake, hana kumtegemea mwingine yoyote, ni mjane mfano, hana mtu kumtegemea isipokuwa yeye nafsi yake mwenyewe. Kwa jumla ni kwamba mwanamke ni kwa mujibu wa hali atakayokuwa nayo. Ikiwa ni mke wa mtu, kwa maana mume yupo, basi kwa kauli ya maulama wengi zaidi katika fatwa ni kwamba inna zakata alfitri li zawjati tajibu ala zawji, kwamba zakatul fitri ya mke inamlazimu mume ndio atakayemtolea mkewe. Na hiyo ndio kauli yenye nguvu na hoja katika upande wa kisheria.
Japokuwa wako maulama wanaona ya kwamba zakatul fitri hii inamlazimu kila mfungaji yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Kwa hivyo ikiwa mume inamlazimikia yeye na anaowalisha, isipokuwa mke, kwa sababu mke akiwa na uwezo kwamba ajitolee zakatul fitri yeye mwenyewe binafsi yake. Kwa hivyo hukumu kwa upande wa mke kuna ikhtilafu za maulama, lakini kauli maulama wengi ni kwamba mke anatolewa zakatul fitri na mumewe, kwa kuwa yeye ndiye mwenye mamlaka na ndiye mwenye jukumu la kutoa huduma kwa mke na watoto na wale ambao itakuwa yeye ndio tegemeo la wale kwa kuwalisha na kuwapa huduma nyingine mbalimbali. Kwa hivyo kwa kuwa mwanamke katika asli kwamba yeye hawajibishiwi kuwalisha wengine ila katika hali ya dharura, pengine ana watoto wake mwenyewe, hana mume, hana mtu kumwakulisha watoto wake, tablazimu yeye ndio atafute cha kuwalisha watoto wake, kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye anawajibikiwa kufanya vile. Wote hawapo, pengine maami hawapo, babu hayupo, baba shafariki zamani, na hakuna mtu mwingine isipokuwa ni wao wenyewe katika wanawake. Hapo talazimika yeye kutafuta cha kuwalisha wanae. Kwa hiyo zakatul fitri atawatolea yeye mwenyewe na kujitolea nafsi yake mwenyewe, kwa kuwa hakuna mtu wa kuwatolea katika hali kama ile. Lakini kama itakuwa yeye mfano mtoto wa kike anawalea wazazi wake, baba, mama au mmoja wao au wote wawili, na wao binafsi zao kwamba hawana uwezo kujitolea wenyewe nafsi zao, na yeye mke pengine anatolewa na mumewe, kujitolea mwenyewe pia naye hawezi vile vile, hapo itakuwa haimlazimiki yeye kuwatolea wazazi wake wala wazazi kujitolea wenyewe, kwa sababu wote wamekosa sharti la kuwa na uwezo. Na wala hailazimiki kwamba mke kumlazimisha mume kwamba kwa kuwa wazazi wangu wako hapa tunaishi nao, basi lazima uwatolee baba yangu na mama yangu kwa kuwa ni wakwe zako hawa. Hailazimiki, sababu mume hawajibiki kisheria ulazima wa kuwalisha wakwe zake. Akitoa inakuwa jambo la khairi na ni fadhila, lakini si jambo la wajibu. Akitoa ni khiari yake na ni wema na ni ihsani na thawabu kubwa, kwa sababu anaunga udugu pia kwa kuwapa wale ambao ni watu wa karibu zaidi. Lakini hakuna lazima kwamba mume kuwatolea zakatul fitri watu ambao yeye kwake hawalazimikiwi kuwalisha. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni wajibu kwa watoto wa kiume kuwatolea wazazi wao ambao hawana uwezo, nao pia ikiwa wana uwezo. Ikiwa hawana uwezo nao pia vile vile wajibu huo utaondoka na kubakia kwamba kila mmoja hakuwajibika katika wale, kwa kuwa kila mmoja amekosa shartul istitaa, sharti la kuwa na uwezo. Wallahu ta'ala a'lam. Inshallah, shukran. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.